tutafanya huko nje baada ya ibada. Ni kweli si kweli? Si bado tuko kanisani? Si bado tuko kanisani? Kwa hivyo Bishop Langat na pastors wa area hii ambao wametengeneza hii hafla na viongozi wa Kericho County ambao wamesaidia siku ya leo kufana, wakiongozwa na leader of majority huyu Haron Cheruyot, na washukuru sana kwa sababu kanisa ni nguzo ya jamii. The church is a pillar for a stable society. Na tusifanyie mambo ya Mungu mzaha, kwa sababu baada ya mambo mengi haya tunafanya, hata sisi viongozi, hata wananchi, bado tuko na safari. Tukitoka duniani tuko na safari ya kwenda mbinguni, na kwa hivyo tunashukuru kanisa kwa kutulisha kiroho. Tumesikia vile askofu wetu ametuambia tufanye kazi kwa bidii, na ile mali tutapata tuweke hazina kwa sababu ya kesho, na baadaye ametuambia tutoe ile ambayo tumepata, tutoe kwa moyo wote, na tusikubali ya kwamba mali ya dunia itutenganishe sisi na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huyu bishop wetu ametulisha kiroho vizuri, hata yeye tunasema ni fire. Bishop Langat ni fire, si fire? Ya pili niseme ya kwamba mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa viongozi wenu, na vile vile nimeleta hapa salamu za Rais wetu Mheshimiwa William Samuel Ruto. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Rais ni fire, si fire? Aendelea si endelee? Nataka kwa ufupi niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ametuongoza sasa kwa huu ndio mwaka wa 4, na kuna hatua ambayo tumefanya kama serikali chini ya uongozi wa Rais Ruto katika kuboresha masuala ya wananchi hapa katika taifa letu la Kenya. Jambo la kwanza, 2022 siku ile rais alikuwa anaapishwa, mahali uchumi wa Kenya ulikuwa sio mahali huko saa hii, kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wengi walikuwa wamelalamikia bei ya unga, na mahali bei ya unga ilikuwa 2022 sio mahali iko saa hii. Ni kweli si kweli? Vile vile mnajua ya kwamba siku ile rais amechukua usukani, bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Leo mbolea kilo 50 sio 7,000, sio 6,000, sio 4,000, sio 3,000, ni shilingi 2,500. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na bei ya mbolea imeteremshwa isaidie mkulima wa kawaida hapa Kericho, hapa Sigwet-Soin, ndio apate nafuu, hawe ana uwezo wa kununua fertilizer, ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tulishe taifa letu la Kenya, na mkulima aweke pesa mfukoni. Vile vile mnajua mambo yetu ya uchumi, kuna ile inaitwa mfumuko wa bei, inflation ilikuwa 9.6%. Vile bei ya bidhaa inaongezeka kila mwezi 9.6% in 2022. Rais ameteremsha sasa, by December last year hiyo inflation ilikuwa 9.6%, ni 4.5%, na inaendelea kuteremka. Pesa ya Kenya haikuwa na nguvu. Wale ambao wanaleta bidhaa kutoka nje ndio wauze katika ile mali tunanunua huku Kericho na huku Sondu, huku madukani. Hiyo bidhaa inatoka ng'ambo, wenye kuleta uleta kutoka China na nchi zingine, na wanatumia shilingi ya Marekani, dola. Na 2022 dola ilikuwa ghali sana,
kwa sababu shilingi ya Kenya haikuwa na nguvu. Ulikuwa unahitaji shilingi ya Kenya 165 ndio upatiwe dola moja. Lakini sasa kupitia sera na mabadiliko ambayo rais ameleta ya kiuchumi, shilingi ya Kenya imeimarika. Sasa ile dola ya Marekani ilikuwa 165 Kenya shillings, ni 129 Kenya shillings for the last 2 years. Dola ama shilingi ya Kenya imepata nguvu dhidi ya dola ya Marekani. Na kwa sababu hiyo ndio tunaambia rais aendelee kutuboreshea uchumi ili uchumi wa Kenya upate nguvu zaidi na wananchi wapate pesa na mali zaidi. Mnajua ya kwamba 2022 Kenya iliorodheshwa kama nchi namba 8 katika ukubwa wa uchumi wetu. Rais Ruto ametutoa kutoka namba 8. Tumepita nchi zingine 2 katika miaka mitatu ambayo imepita. Tumepita nchi ya Ethiopia, uchumi wa Kenya umepita nchi ya Angola, na sasa Kenya ndio uchumi namba 6 barani Afrika, na tunaendelea kusonga mpaka tufike namba 5, namba 4, namba 3, namba 2, namba 1. Tuko safarini tukielekea hapo. Na kwa sababu Rais Ruto anaendelea kupanua uchumi, ameteremsha bei ya mbolea na ameboresha shilingi ya Kenya imepata nguvu zaidi, tunasema yeye ni fire. Ni fire, si fire? Aendelee asiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Wacha nione wale wanasema Rais Ruto aendelee jameni. Jambo la pili, kwa sababu nimeongea mambo ya uchumi, niongee mambo ya kilimo. Leo tunajua ya kwamba tumezalisha mahindi kuliko vile tulikuwa tunazalisha 2022. In 2022 tulivuna kama taifa la Kenya mahindi gunia milioni 44. 2022 we harvested 44 million bags. Last year tumevuna magunia karibu milioni 70 million bags of maize were harvested last year. Mambo ya miwa, ile miwa tulikuwa tunazalisha 2022 ilikuwa 472 million tons. Sasa mwaka uliopita hiyo miwa ambayo tumezalisha imetoka 472 metric tons. Sasa tuko 815 metric tons na tunasonga mbele. Hivi karibuni hatutahitaji kuleta sukari kutoka nje ya Kenya kwa sababu tutakuwa na sukari ya kutosha. We used to have a big deficit of sugar. That deficit has been closed. We now have reduced sugar imports by 70%. Ile pesa tumepata kutoka kwa majani chai imetoka 138 billion in 2022, sasa imefika 215 billion by last year. Bei ya kahawa kilo moja ilikuwa shilingi 70 2022. Sasa hivi 120, 130, 140, 150, 160 shillings per kilo. Bei ya kahawa imeongezeka. Na mimi nimeshukuru viongozi wenu wamesema mumeshauriana, munataka hii eneo hiwe ni mahali pa kukuza kahawa na miwa. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo hiyo ombi ambao mmeomba kupitia Senator Haron Cheruyot na MP wenu, mimi nitahakikisha kwamba mmepata mbegu za kutosha ya kahawa, mbegu ya kutosha ya miwa, ili mzalishe miwa na kahawa, mtengeneze mali vile Robert Langat Bishop wetu alituambia. Tufanye kazi na mikono yetu, tupande kahawa, tupande miwa, tupate pesa, na tukipata pesa tusikule yote, tuweke hazina na ile ingine tupeane tithe kanisani. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Jambo la tatu ni mambo ya ajira ya vijana wetu. Rais Ruto ameendelea
kutengenezea namna mbalimbali za kuleta ajira kwa vijana wetu. Mnajua ya kwamba hii program ya kujenga manyumba na masoko na mambo ya hostels ya wanafunzi inaendelea Kenya nzima. Lakini sio tu nyumba tunajengea wananchi, sio tu masoko tunajengea wakulima na wanabiashara. Hiyo program ya affordable housing inasaidia kuongeza nafasi ya kazi kwa vijana wetu. The affordable housing program is not just about housing, it's not about markets only, it's not about hostels for students, it is also about creating jobs for our young people. Na already vijana 1530 wameajiriwa katika affordable housing, katika market, katika hostels, wanafanya kazi kama mason, kama plumber, kama architect, kama engineer, kama electrician na kama watu wa kufanya kazi ya mkono. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ati watatupilia mbali program ya housing, program ya market. Ukitupilia mbali hiyo program, unahatarisha nafasi ya kazi 1530 ambao sasa hivi wanafanya kazi katika affordable housing. Na bado tunataka hiyo affordable housing na hostels ifikishe 1 million young people working in currently 300,000 to 1 million young people. Vile vile tuko na program nyingine inaitwa Kazi Majuu. Nyinyi mmesikia Kazi Majuu? Sisi tunasema kazi ni kazi. Kazi ikipatikana kwa mjengo ni kazi. Kazi ikipatikana ya engineer ni kazi. Kazi ikipatikana ya walimu kama wale walimu tunaandika ni kazi. Lakini pia kazi ikipatikana majuu kule ng'ambo pia hiyo ni kazi. Already tumetuma zaidi ya vijana 1560 wametoka Kenya wameenda ng'ambo. 560,000 young people as of today are working abroad. We want by the end of the year hiyo namba iongezeke ifike 1 million jobs. Tukitengeneza 1 million jobs ng'ambo, tutengeneze 1 million jobs mtandaoni hapa, tutengeneze 1 million jobs kupitia affordable housing, kupitia market, we will have reached 3 million young people enabled by this government to get jobs. Vile vile tunajua tunaandika walimu. Already tumeajiri walimu 100,000 katika miaka mitatu. Hakuna serikali ingine imeajiri walimu 100,000 katika muda wa miaka mitatu. Hapo awali kila mwaka serikali ya Kenya ilikuwa inaajiri walimu 4,000 ama 5,000 kwa mwaka. Na sisi tukaona tukiongozwa na Rais Ruto tukiendelea na hiyo speed, vijana wengi wamesomea taalima ya walimu watakaa nyumbani na watoto wetu hawatakuwa na walimu wa kutosha.